Welcome. Tuko hapa Dia3, zoezi la ugawaji wa sabuni 15 kwa walengwa kama nilivyokwisha kukwambia awali, lakini mkono wangu wa kulia hapa yupo kiongozi wa kijiji. Kwa wale ambao hawamfahamu basi atajitambulisha kwa majina tupate kumjua ni nani, kisha tuongee machache kulingana na zoezi hili ambalo tumekwenda kulitamatisha vyema kabisa kwenye kijiji chake. Mzee, habari za asubuhi? Salama ndugu. Amini wewe ni mtu maarufu sana, lakini kwa wale wasiokufahamu wakufahamu leo. Mimi naitwa kwa jina la Ngongo Ngaobe. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha D3 kutoka zone ya 5. Na ulitupokeaje sisi wageni kwa ajili ya kuja kugawa sabuni 15 kwa walengwa wa kijiji chako? Mimi niseme tu kwamba furaha kubwa sana ya kuwapokea na kwenye kijiji chetu. Kwa kweli nitoe shukrani za dhati kwa wazamini, watu wa Samaria wema ambao chukua azimio ya kugawa jasho lao na wasiojiweza. Ni jambo la baraka, la heri kabisa. Mungu atazidi kuwazidishia. Ndio. Wazamini au naweza nikasema kundi hili kulikuwa na idadi ambayo walikutajia kwamba tunahitaji walenga kadhaa kwa sababu ya kuja kupokea mgao wa sabuni? Ndio. Baadhi na mtu ambaye nimekwenda kukariri ni Kashindi. Alikuwa ni mwanajamii wa kijiji cha D3 kutoka klasi ya 9 pale. Mtoka dadake Afanu. Kwa kweli mimi niseme tu kwamba watu wazidi kuwa na moyo wa kulea kusaidia watu wengine. Kwa sababu hayo ndio mapashwa yenye Mungu anataka. Na nashukuru sana hata vile mimi kupata box ya sabuni kama mwenyekiti. Nisiachwe nyuma bwana. Nashukuru sana. Wewe kama mwenyekiti unajua kuishi na jamii yako. Hivi ni kila mlengwa kabisa ulimweka kwenye orodha ya kupokea sabuni? Mimi hii orodha ni orodha halali ya wanajamii wa kijiji cha D3. Kwa sababu mimi wananifanya vizuri sana. Siko mtu wa kupinda. Niko direct. Sawa? Orodha ni wasiojiweza kabisa kamilifu. Kuna dola ambaye amekosa nini au kuna zile lawama hakuniweka kwa sababu ya hivi? Kuna watu ambao wamekosa, na hao wenyewe wamekosa labda kwa ajili ya upuuzi. Kwa sababu nimetoa taarifa ikafikia kila mtu, na kama kulikuwa mtu ambaye alizuilika ni lazima angetuma mtu. Sasa kama kufika basi nani alaumike bwana? Asante. Neno la mwisho kwa wafadhili wetu, lakini pia hawa ambao wanatupokea michango kutoka Marekani na kuifanyia hatua njema. Mimi ni shukuru sana kwa wafadhili, na vile ni shukuru kwa namna upekee kundi hili, mwenyekiti na watu wengine wote ambao wana simamia ugawaji kwa usabiti. Kwa sababu kuna uwezekano unaweza ukapewa vitu ugawe na vitu vikakosa kufika kwa walengwa. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la kuonyesha kwamba kundi hili hapa Nyarugusu ni kundi ambalo linasimamiwa na watu waadilifu. Mfadhili kama mwenyekiti direct, mtu mwenye kuwa wazi kabisa, na watu wengine wote nadhani ni watu wengine watachukua mfano kwao. Ndio. Yes, shukrani sana. Asante sana. Bana, ni mwenyekiti wa kijiji cha Dia3 ambako leo tumefanya ugawaji wa sabuni 15 kwa wanajamii wake, na ndio ameongea ana la kwake ambao amezungumza. Nafikiri umemsikiliza vizuri, lakini sisi ni Kasaku Media tumeamua kwamba tuje tu support hichi ambacho kinafanyika hapa, kwa sababu hata ni kufikishiana mbali. Lengo letu ni kusaidiana, kwa sababu hayo ndo makusudi ya kimungu. Kwa hivyo tukutane kwenye vipindi vijavyo. Mimi naitwa Ishara Update. Kasaku Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.